Praise Lord. Praise Lord again. I'll just read the history of this church, Zozo Ministry. Second anniversary of Zozo Ministry Kabete. As the Zozo Ministry Kabete, we fully thank God due to his great word as it is written, John chapter 1 verse 1. In the beginning there was a word, and the word was with God, and the word was God. All the fellows, we thank God because he speaks and does. We thank God because he put his word in the soul of every believer. As it is written, James chapter 1 verse 21. Therefore, get rid of all moral faith and the evil that is so prevalent, and humble accept the word planted in you, which can save you. Zozo Ministry Kabete, before it was found, it was just a fellowship in our former worshiping and praising. We were meeting in the house of now our pastor, Jonathan Barasa. At the house, we called it Jerusalem. Thus, Acts chapter 1, verse 4, verse 5 to Acts chapter 1, verse 4 to 5. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in few days you will be baptized with the Holy Spirit. Therefore, here at Jerusalem, we heard a voice that speaks from our pastor, Agri Esadia. I can help you to open a church instead of fellowshipping in the house, because it is easy to lose salvation power from you as individual instead of building your Christianity. Then others will join you. Thus, in Matthew chapter 18, verse 20, for where 2 or 3 gathered in my name, there I am with them. And we were more than 3. So from Pastor Agri Esadia, he said he can't tell us to join them at Ngong Word of Faith because of the distance and the number that can start a church and preach the gospel to achieve and maintain their believing in God. Thus, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And from there to increase in number by helping others to be believers. And again, because he really understands God and wishes the rest to feel comfortable and have freedom to worship God, he assured us that he can't open us a church by the umbrella of Word of Faith, but instead he passed communication on behalf of us to where he is also a partner in order as to be received and allowed to use that umbrella to get out from following ourselves and fellowship, but to task with the duty of operating and doing what the church does, because we are enough to be called a church or to start. Therefore, after we agreed with him that the connection began, he took now our pastor to
our Reverend Mwangi for further discussion. We really thank God that he hastened his heart, say if God agree with his eye to say no. Then our Reverend John Mwangi requested to come to our fellowship to share with us the word of God before he gave us an okay to start a church under the umbrella of Zozo Ministry International. We really thank God because after having a fellowship with us on 24th 11, 2018, he fully opened his heart to be with us on 2nd 12, 2018 to announce and allow a church to be called Zozo Ministry Kabete to gospel the word of God. Therefore, that is how Zozo Ministry of Kabete was formed. Now how it was built. First Zozo Ministry Kabete, it was started at just a simple room that can hold 10 seats because it was the available room and available ability from us at the moment. We fully do not regret in such a minor start. Today, we thank God due to our landlord because he viewed that we can't continue to be at that simple room, yet the church has dream to be big and believers to increase. He carried that vision and gave us the place where at the present we are celebrating our 2nd anniversary. We as Zozo Ministry Kabete, we thank God for hastening the heart of various people who stood with us towards the construction of this church and this far. Reverend John Mwangi, Pastor Agri Esadia, Pastor Peter, Pastor Jonathan Barasa, and his boss who played a big role of giving us the iron sheet, tiles, and boards. And finally, I thank all fellowship who submitted themselves to carry the crushed stone from the road that it was disposed as a waste by those who constructed the road. The crushed stones were mixed with sand and helped us to put a flat then tiles. As Zozo Ministry of Kabete Church, we achieved the following as the role of the church. Since 2nd 12, 2018, we have joined by 10 members, but 5 don't come always. Second, we have detected 5 children and 2 are awaited. Our sister Lynette, she was nearly to be blind, but we prayed together and believed together. She was healed, her eyes and see as normal. We stood together in prayers for the sake of our brother who passed through operation and stopped speaking, but due to God answering the prayer of Pastor Rael and fellows, he finally spoke. Our analogy. When God wanted to create fish, he spoke to the sea. When God wanted to create trees, he spoke to the earth. But when God wanted to create man, he turned to himself. Then God sound, let us make man in our own image and in our likeness. Note, if you take fish out of water, it will die. And when we remove a tree from the soil, it will also die. Likeness, when a man is disconnected from God, he dies. God is our national environment. We were created in life in his presence, and we have to be connected to him because it is only in him life exists. Let's stay connected to God. We recall that water without fish is still water, but fish without water is nothing. The soil without trees is still soil, but trees without soil is nothing. God without man is God, but man without God is nothing. Na mbarikiwe. Amen, amen.
Haleluya. Kwa ufupi, wote tumesikia jinsi tulianza na mahali tuko na vision ambayo tena tunatarajia kuwa mahali pengine miaka ingine 10. Bwana Yesu apewe sifa. So nashukuru Mungu. Obasia kuna siku tulikuwa na Uganda akaniambia kwamba unaona hii mjengo kanisa la Juja baada ya miaka 10 litakuwa ghorofa mingi, na hakika imani inatenda. So baada ya miaka fulani tutakuwa mbali. So nashukuru Mungu kwa ajili ya wote ambao wamesikia Kabete Sozo Ministry jinsi ilivyoanza na mpaka mahali tumefika, na leo hii tunasherekea mwaka wa pili ambao tumemaliza kwa ajili ya neema ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. So katika nafasi nataka nialike Reverend just awe katika brief, alafu tukate keki, alafu tumalize. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji Reverend, karibu unapo wrap up, alafu tutashukuru Mungu. So tulia kwa muda mchache, alafu tumalize, keki iko, tumalize tukate, tutashukuru Mungu. Karibu. Hallelujah. I just want to bring the word of God very briefly. Nataka kuleta neno la Mungu kwa njia kwa kifupi, because I know we are excited to eat cake. Maana najua tumechangamuka na tunatarajia tumetazamia kula keki. And because this is a celebration service. Maana hii ni ibada ya kusherehekea. We heard the word of God this morning. So asubuhi tulisikia neno la Mungu kwa upana. So just bringing some few things to you. Nataka kwa tamatishia na mambo machache. And then I believe that God is going to bless us today. Alafu naamini Mungu anaenda kutubariki siku ya leo. We are live on Facebook Live. Tuko tunaonwa kwa Facebook Live. That is Sozo Ministries International. Hiyo ni Juja ya Sozo Ministries International Juja. And we are also live on YouTube. Vile tunaonekana wazi kwa mtandao wa YouTube. And I can request you can go to our YouTube channel and subscribe. Ningewaalika mwingie katika channel yetu ya YouTube na muombe mwaliko. Sozo Ministries Juja. Sozo Ministries Juja. It will also help you to be able to see all other teachings that we have been uploading in that page. Itakusaidia kuweza kuona mafundisho mengine ambayo tumeweka katika hiyo page. I just want to recognize some few people before I bring the word of God to you. Kabla niwaletee neno la Mungu, ningependa kuwatambua watu wachache. And I want to begin with Apostle Esadia. Ningependa kuanzia na mtume Esadia. He is a true friend. Ni rafiki wa kweli. He connected me to Pastor Baraza. Ndiye aliyenishikanisha na mchungaji Baraza. And I'm happy because of the heart. Na nafurahia huo moyo. The heart he has for the ministry. Moyo alio nao kwa ajili ya huduma. I know so many people may follow their own vision and do their own things. Watu wengi wanaweza fuatilia maono yao na kufanya mambo mengine mengi. But Pastor Esadia is not a selfish man. Lakini mchungaji Esadia sio mtu wa kujipenda. He is a very very called man of God. Mtu ambaye ameitwa na Mungu. And want to say thank you, man of God. Nasema asante mtu wa Mungu. Thank you for this divine connection. Asante kwa kupatanisha huku kwa kiungu. I don't take it for granted, but I take it as a blessing. Sichukulie kwa njia ya kupuuza, bali naichukulia kama njia kwamba ni baraka. Thank you Pastor Baraza. Asante mchungaji Baraza. I want to tell you church, you have a good pastor. Kanisa, ningependa kuambia mna mchungaji mzuri. He is a man of God. Ni mtumishi wa Mungu. Pastor Baraza is one of the pastors I'll call any time of the day and he will pick my calls. Mchungaji Baraza ni mmoja wa wachungaji na zaita wakati wowote ule na anachukua simu yangu bila kuchelewa. The entire 2 years that I worked together with him. Miaka miwili ambayo nimefanya kazi ya Mungu pamoja naye. We have never questioned each other. Hatujawahi kuulizana swali. He's an obedient man of God. Ni mtumishi wa Mungu ambaye ni mtiifu. He loves the work of God. Anapenda kazi ya Mungu. And he is a true man of God. Na ni mtu wa kweli wa Mungu. I want to appreciate you, man of God. Na kufurahia mtumishi wa Mungu. Thank you for a good job. Asante kwa kazi nzuri unayofanya. And a challenge to you. Na watia changamoto. You know, there is a saying that says that the children
follows their father's footsteps. Kuna msemo ambao unasema watoto hufuata hatua za baba zao. So I believe you're also good to him. Naamini hata nyinyi mko wazuri kwake. Or you are vichongumu kwake. Ama mnakuwa na vitu vigumu kwake. If they become kichongumu, just call me. You know me, I'll just hit them. Kichongumu niite, nitagonga hizo vichwa. And I will leave them wakicomplain and alafu nitaacha wakilia nikienda kwetu Juja. But you are a good people. Lakini nyinyi vile vile ni watu wazuri. When I see all these achievements, nikiona haya mambo yote ambayo mmeyafikia, it give me a testimony of who you are. Inanipea ushuhuda kwamba nyinyi ni akina nani. May the Lord continue blessing you. Mungu aendelee kuwabariki. May the Lord continue uplifting you. Mungu aendelee kuwainua. May the Lord continue remembering you. Mungu aendelee kuwakumbuka. And I declare to your families and your business, natangazia familia zenu na biashara zenu, may that basket never go dry. Wacha hicho kikapu kisikauke. In Jesus' mighty name. Katika jina kula Yesu. And it is my prayer, ni ombi langu, and even God knows that, na Mungu anajua hivyo, that in the next few years, kwamba miaka michache, it is my prayer, ni ombi langu, it is my petition to God, ni ombi langu kwa Mungu, that He may give you a land, kwamba awape shamba where you can build a big church, mahali mtajenga kanisa kubwa, where you can have a school, mahali mtakuwa na shule, where you can have a hospital, mahali mtakuwa na hospitali, where you can have an orphanage, mahali mtakuwa na chumba cha watoto mayatima, and where you can feel like a home to you. na mahali mtasikia ni nyumbani kwenu. It is my prayer to you. Ni ombi langu kuwahusu. I have a vision for Pastor Baraza. Nina maono kwa mchungaji Baraza. And anytime I'm praying for the visions of the pastors under me, I always pray for it and tell God, let it come to pass. Kila wakati nikiombea wachungaji walio chini yangu na nasema wacha itimie. You are in my heart. Nyinyi mko moyoni mwangu. Note that you are in my heart. Mjue mko moyoni mwangu. Thank you, Pastor Anthony. Asante mchungaji Anthony. He is doing a very good job in the other side of Ruai. Anafanya kazi nzuri kule Ruai. And next year, mwaka ujao, July, we are celebrating the 3-year anniversary in Ruai. Tutasherehekea miaka 3 ya kanisa letu la Ruai. And you know he came earlier than me. Unajua alikuja mbele zangu. So if you will not go for that anniversary, kama hautaenda hiyo anniversary, I will arrest all of you. Nitawapeleka korokoroni nyote. Amen. So thank you so much, Pastor Anthony. Asante mchungaji Anthony. Together with the Ruai leadership, na uongozi wote wa kanisa letu la Ruai, I'm proud of you. Ninawafurahia sana. Thank you, my wife. Asante mke wangu. Thank you for loving me. Asante kwa kunipenda. And thank you for supporting me. Na asante kwa kunitia nguvu na kunishikilia. Mama Grace and Tabitha and Kadhi. Mama Grace, Tabitha na Kadhi. And Jemo, the cameraman. Na Jemo, mwana mtambo wetu. Thank you for a good job you're doing. Asante kwa kazi njema mnayofanya. And thank you for coming with me here today. Na asante kwa kuandamana nami hapa siku ya leo. I will donate my cake to you guys. Keki yangu nitawapitishia, nitawapasha. I believe you are happy tonight. Nafikiri tutafurahi sana jioni ya leo. I also want to appreciate Apostle Scott. He is watching us live now. Nataka kumfurahia Apostle Scott ambaye anatuangalia, anatutazama kwa sasa. He has been supporting us so well. Ametusaidia kwa njia nzuri. With the material and moral support and spiritual support. Kiroho na hata vifaa vingine vinavyohitajika and financially where it is necessary. Na hata wakati mwingine kifedha mahali ana uwezo. I want to apologize you, sir. Nataka thank you for a good job you're doing. Asante Apostle kwa kazi nzuri unafanya. I know he intended to be with us today, but due to COVID-19 and also the restriction for the border to border, she could not be able to come. Alitazamia kuwa nasi katika anniversary hii, lakini kwa sababu ya magonjwa ya COVID-19 na ile mipaka imekuwa na ugumu hakuweza kufika. But he told me to tell you, tell the pastor, aliniambia niwaambie na niambie mchungaji, that you are in his prayers. Kwamba mko katika maombi yake. He's praying for you. Anawaombea. He loves you. Anawapenda. And he told me when he come to Kenya, kaniambia akija Kenya, he will make sure he come here to pay to make sure he clear up all this mess for not coming today. Alisema atahakikisha amekuja hapa kulipa deni ya kutokufika hapa siku ya leo. So allow me to bring the word of God to you. Nikubalini niwaletee neno la Mungu kwa njia ya kifupi. And I believe that God is going to speak to us on a very, very powerful way. Naamini Mungu atakunenea kwa njia yenye nguvu mno. I want to talk about the natural benefit of thanksgiving. Nataka kunena kuhusu faida za kiasili za shukrani. Because we are here to thank God for the 2 years of faithfulness. Maana tupo hapa kumshukuru Mungu kwa miaka 2 ya uaminifu wake. It has not been easy. Let me tell you, it has not been easy. Wacha niwaambie haijakuwa rahisi. For pastor having a church
for 1 year, it's not easy. Kwa mchungaji kuchunga kanisa mwaka mmoja sio jambo rahisi. Sometimes you guys, you give us headache until you feel like you want to close that church and do something else. Wakati mwingine washirika wanatukula kichwa, unasikia kama utafunga hilo kanisa uende shughuli zingine. Sometimes you're so stubborn, but we love you. Saa nyingine mnakuwa wakatili lakini tunawapenda. Because God has called us to shepherd you. Maana Mungu ametuita tuwalishe, tuwachunge. I know it has not been easy to Pastor Baraza. Najua haijakuwa rahisi kwa mchungaji Baraza. Many other time he has been passing by the prayer items to me, and I've been praying for him, and I know it has not been easy. Mara nyingine amenipea baadhi ya mambo nataka yaombewe, na najua haijakuwa rahisi. So for us being here today, it is to tell God thank you for 2 years of faithfulness. Kwa sisi kukutanika hapa siku ya leo ni kumwambia Mungu asante kwa miaka miwili ya uaminifu wako. And all the glory goes back to God. Sifa na utukufu zimrejelee Mungu. And above all, we celebrate the Holy Spirit. Zaidi ya yote tunasherehekea Roho Mtakatifu. And we celebrate you. Na tunakusherehekea hata wewe. Because if you are not here today, there could be a church. Maana kama haungekuwa hapa siku ya leo, hapangekuwa na kanisa mahali hapa. So I want to touch 6 natural benefits of Thanksgiving, and then I'll call it a day. Nataka kunena mambo 6 yanayohusu ule uhalisia wa shukrani, alafu nitamalizia. Number 1. Jambo la kwanza, it helps us to love God. Hutusaidia kumpenda Mungu. Thanksgiving helps us to love God. Shukrani hutusaidia kumpenda Mungu. It helps us to love God back. Inatusaidia kumpenda Mungu ambaye alitupenda hapo awali. And the Bible says in the 1 Thessalonians chapter 5 verses number 18. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18. The Bible says that in everything give thanks. Neno lasema katika kila kitu mshukuru, peana shukurani. For in this the will of God in Christ Jesus for you. Maana hiyo ndio mapenzi ya Mungu katika Kristo Yesu kuwahusu. In everything give thanks to God. Kila kitu mshukuru Mungu. I know inside good and bad season we thank God. Najua katika wakati mgumu na wakati mzuri tunafaa kumshukuru Mungu. Even when the church is about to close, we thank God. Hata wakati kanisa ni karibu kufunga tunamshukuru Mungu. Even when you are sleeping hungry, you thank God. Hata wakati umelala njaa mshukuru Mungu. Even when things are not working so well, you thank God. Hata wakati mambo hayaendi vizuri mshukuru Mungu. Because thanksgiving help us to love God back. Maana shukrani zinatusaidia kumpenda Mungu baada ya yeye kutupenda kwanza. And in 1 John chapter 5 verses 3. Yohana wa kwanza 5 mstari wa 3. The Bible says for this the love of God. Nasema kwa haya ni mapenzi ya Mungu, that we keep his commandments, kwamba tudumishe ahadi zake. and his commandments are burdensome, are not burdensome. Na agano lake sio mzigo kwetu. For in this we love the love of God. Maana kupitia hii upendo wa Mungu, that we keep his commandments, kwamba tudumishe ahadi zake. By what he has done in our life, kwa yale ametutendea, by the love that he has shown to us, kwa upendo ambao ametudhihirisha, we give back to God by telling God it is all about you. Tunamrudishia Mungu kwa kusema yote inakuhusu. It is all about your faithfulness. Yote inahusu uaminifu wako. And a year ago we were not in this big building. Na kama hatungekuwa katika jengo hili kubwa, a year ago we were in a very small building. Mwaka uliopita hatukuwa kwa jengo kama hili, kulikuwa katika jengo kadogo. Now we are in a big building. Lakini leo tuko katika jengo kubwa. And this is not an end. We are going for a bigger and bigger and bigger. Na huu sio mwisho, tutaendelea kupanuka kuingia kwa kubwa na kubwa na kubwa. We have one pastor in this church. Tunaye mchungaji mahali hapa mmoja. But some years to come, Pastor Baraza will have so many other pastors who are under him. Miaka mingi ijayo mchungaji Baraza atakuwa na wachungaji wengine wengi chini. We shall have so many departments that are working. Tutakuwa na idara nyingi zinafanya kazi. But all this can happen when we thank God. Hii yaweza kutendeka tunapomshukuru Mungu. Because it helps us to love him back. Maana inatusaidia kumrudishia upendo ambao amedhihirisha kwetu. And the second benefit, faida ya pili, it helps us to form it's a form of worship. Ni mbinu ama ni njia ya ibada. It is a form of appreciating God through worship. Ni aina ya kumshukuru Mungu na kumpokea kwa njia ya ibada. The Bible says in Psalms 100 and verse 4. Biblia inasema katika Zaburi sura ya kwanza mstari wa Biblia 100 mstari wa 4. Enter into his gate with thanksgiving. Ingia malango yake kwa shukrani. Into the court with praise. Katika nyua zake na sifa. Be thankful to him and bless his name. Mshukuru na ubariki jina lake. Enter into the gates of God. Ingia katika malango ya Bwana. In other words, enter into the
presence of God in thanksgiving. Kwa njia nyingine, ingia katika uwepo wa Mungu kwa shukrani. Anytime you come in the presence or in the gathering of God, Kila wakati unakuja katika kusanyiko ama katika come with an element of thanksgiving. njoo ukiwa na chembe ya shukrani. You know, we give God back to show him that this is part of you. Tunamrejeshea shukrani kumuonyesha kwamba hii ni sehemu ya yale mambo umetenda. We don't give God offering and tithe because God needs it. Hatumpei Mungu sadaka na fungu la 10 kwa sababu Mungu anahitaji. The Bible says in Haggai chapter 2 verses 7 and 8 that silver and gold belong to God. Hagai sura ya 2 mstari wa 7 na 8 anasema kwamba fedha na dhahabu ni za Mungu. And in Psalms 50 verses number 10, Zaburi 50 sura ya 50 mstari wa 10. the Bible says that he owns 1,000 cattle in the hill. Anasema anamiliki maelfu ya ng'ombe milimani. So in other words, we don't give God because he needs it. We give God as a gratitude. Kwa njia nyingine hatumpei Mungu maana anahitaji, bali tunampea kama njia ya shukrani. We give him as a sign to tell him, God, whatever I have belongs to you. Tunampa kama ishara kwamba Mungu, chochote nilicho nacho ni chako. And thankfulness is a virtual part of living our worship. Shukrani ni njia moja ya kudhibitisha ibada yetu. It is a living, it's a way of lifestyle. Ni aina ya mtindo wa kimaisha. It is a part of our lives. Ni sehemu ya maisha yetu. And in John chapter 11 verses 40 and 42, Yohana 11 mstari wa 40 na 42. the Bible says that Jesus said to her, Anasema Yesu akamwambia, did I not say to you that if you would believe, je, sikukuambia kwamba iwapo utaamini you will see the glory of God? utaona utukufu wa Mungu? Then he took away the stone from the place where the dead man was laid. Akaondoa jiwe mahali mfu alikuwa amelazwa. And Jesus lifted up his eyes and said, Yesu akainua macho yake akasema, Father, I thank you for you have heard me. Baba, ninakushukuru, And I know that you always hear me. maana ninajua nikikuomba kila wakati But unanisikia. because of the people who are standing by, Lakini kwa sababu yote ambao wamesimama I karibu say nami, things that they may believe that you sent me. nasema haya ili waamini kwamba ulinituma. There is something that Jesus is doing in the tomb of Lazarus. Kuna kitu Yesu anafanya kaburini mwa Lazaro. Lazarus was dead. Lazaro alikuwa amekufa. He was there for 4 days. Alikuwa pale masiku 4. But now Jesus being God, Yesu akiwa ndiye Mungu, he's coming in the encounter of the dead man. anakuja kukutana na kukumbana na mtu aliyekufa. But Jesus is showing us an example to thank God. Yesu anatuonyesha ishara ya kumshukuru He Mungu. said, Father, Anasema, Baba, I thank you. na kushukuru. Because thanksgiving creates the atmosphere for the move of God. Maana shukurani huleta mazingira ambayo yanaweza kuleta kutembea kwa Mungu. Thanksgiving creates the atmosphere of miracle. Shukurani huleta mazingira ya utendaji wa miujiza. If you want to see more of God in your life, Ukitaka kuona Mungu kwa njia kubwa maishani mwako, be a thankful man and woman of God. kuwa mke mume wa kushukuru Mungu kila wakati. You know, don't be like a child. Usiwe kama mtoto. You know, Paul is saying Paulo anasema that desire to grow kwamba tamanini kukua and leave the element of childhood, na utoke katika ile hatua na kiwango cha utoto, that you may stop taking the milk ili muache kunywa maziwa peke yake, and start eating the bone. mwanze kula mifupa. You know, if you give your child something Ukimpa mtoto wako kitu and you ask him back, tell him to give it back to you, na umwambie nirejeshe, the child will always deny you and hide it on his back or her ila back, wakati mtoto atakunyima na ataficha, because that is the mind of a child. maana hiyo ndio mawazo. But Paul is saying mature into the level of maturity. Paulo anasema kuweni kiwango cha utu uzima. Maturity means that when God blesses you Utu uzima ni kusema Mungu and anapokubariki he asks you to give it back to him, na kuitisha urejeshe, you not do like a small child and tell God, you know, hautaficha kama mtoto mdogo na kusema, this month I will not pay rent, I will not pay tithe. mwezi huu sitalipa fungu la You know, kumi. I owe mama so and so some money, I need to pay that debt first. Nina deni ya fulani nafaa nilipe kwanza. You know, I need to buy a good shoe. Ninahitaji kiatu kipya. You know, my bed needs a good mattress. Kitanda changu kinahitaji godoro mpya. You know, I need to go somewhere and have fun with my children. Ninahitaji kupeleka watoto wangu. And what you are spending belongs to God. Na kile unatumia ni cha Mungu. The reason why God is asking you Sababu ya Mungu to kuitisha give it back to him, umrejeshe, it is because he wants to cover the entire provision that you have. maana anataka ulinde na uchunge mapato yako. So thanksgiving opens the supernatural
supernatural door for the move of God. Kwa hivyo shukrani zinafungua milango ya kiungu kwa ajili ya matembezi ya Mungu. And benefit number 3. Faida ya It teaches us how to discipline our thoughts. inatufunza jinsi ya kutia nidhamu mawazo yetu. It helps us Hutusaidia to speak to our mind, kunena kwa mawazo to yako, speak to our thoughts, kunenea hisia zako and put them under the subject of God. na kuziweka chini ya utawala wa Mungu. And the Bible says in Philippians chapter 4 verses 8 Wafilipi 4:8 that finally, brethren, nasema hatimaye wapendwa, whatever things are true, mambo yote yaliyo ya kweli, whatever things are noble, mambo yaliyo ya heshima, whatever things are just, mambo yaliyo haki, whatever things are pure, mambo yaliyo ya masafi, whatever things are lovely, mambo yote yaliyo kupendeza, whatever things are good report, mambo yaliyo na ripoti nzuri, if there is any virtue if there is any virtue, and if there is anything that is praiseworthy, iwapo kuna jambo lolote ambalo linastahili sifa, meditate all these things. tafakarini hayo mambo yote, Those things that are good, mambo yaliyo mazuri, those things that are noble, mambo yaliyo ya those heshima, things that are pure, mambo yaliyo masafi, lovely, mambo ya kupenda, good, mazuri, having a good shoe, kuwa na kitu kizuri, driving a good car, kuendesha gari nzuri, living a good home, kujenga nyumba and nzuri, everything that you do. na chochote tunachofanya. The word of God says, meditate on those things, Neno la Mungu lasema tafakarini hayo mambo, because they don't belong to you. maana sio yako. You are just a steward. Wewe tu ni mwangalizi. God has given you what you have, Mungu amekupa ulicho nacho, and you'll be accountable na utaulizwa swali before God, mbele za Mungu, because we grow our faith maana tunakuza imani yetu when our mind embraces the gospel. wakati mawazo yetu yanashikilia baraka. There is something that I do. Kuna kitu hufanya. I, being a national director and national overseer of Social Ministries Kenya, Mimi nikiwa mwangalizi na msimamizi wa huduma ya Zozo Kenya nzima, and also the other churches outside Kenya, na makanisa mengine yaliyo nje ya Kenya, when God blesses me, Mungu anaponibariki, the first portion belongs to God. sehemu ya kwanza ni ya Mungu. I have to give God tithe. Lazima nimpe Mungu fungu la 10. I'm not a pastor to receive. Mimi sio mchungaji wa kupokea. I receive and I also give, Ninapokea na vile vile mimi huwa na, because I need more of God in my life. maana nahitaji wingi wa Mungu I maishani. need more of the blessings of God in my life. Nahitaji wingi wa baraka za Mungu maishani And mwangu, for me to have a continuous flow, ili niwe na mtiririko unaoendelea, for me to rebuke the devourer, ili nimkemee mharibifu, for me to have a continuous blessings, ili niwe na baraka zinazoendelea. I need to give God what belongs to God. Lazima nimpe Mungu kilicho cha Mungu, Because thanksgiving maana shukrani opens a door for more of God. hufungua mlango kwa wingi wa And Mungu, it teaches us how to discipline our thoughts. na inatufunza kutia nidhamu mawazo yetu. When you begin to say that this is not mine, Unapoanza kusema hii sio yangu, even though sometimes our mind speaks so strongly, hivyo ngawaje wakati mwingine mawazo yetu yananena kwa sauti kubwa. when you are broke, Ukiwa umefirisika, your mind is very sober. mawazo yako yanakuwa yako sawa kabisa na timamu. But when you have money, Lakini wakati uko na pesa nyingi, your mind begin to run like ile saa ya mti, mawazo yako yanaanza kutembea kama ile saa ya mti ya kutembea, because so many things are running in your mind. maana mambo mengi yanapita mawazoni mwako. But when you are disciplined your thought by the word of God, Lakini kama umetia nidhamu mawazo yako kupitia neno la Mungu, you know, there are people here, kuna watu hapa, and I don't believe they are here. na siamini kama wako hapa, If you give them 1 million ukiwapa milioni 1 in cash, ikiwa taslimu, the next minute wataonekana udhero wakuwa uchi. next time they shall be seen in the Uhuru market naked, They have gone nuts. saying, because the money has made them, you know, even those people that wale watu wanapeana the charity sweepstakes, zile pesa mingi, The charity people, what they do, they take you first of all to a place wakati wa kwanza wanakuchukua na kupeleka mahali, and try to train and handle you like somebody who has a lot of money. wanakuchukua wanakutunza kama mtu aliye na pesa mingi. They will take you from your home Watakutoa kwako nyumbani, and take you to a luxurious home. wakupeleke katika nyumba ya kifahari. Remember, they have not given you the money yet. Jua bado hawajakupea, wanakufunza tu, They are working, they are changing your mind. wanabadilisha mawazo yako jinsi unavyofikiria. They will begin to feed you with good food, Wanaanza kukulisha chakula kizuri, take you to a big places. wakupeleke mahali pakubwa pakubwa. So the very day they will give you that money, Dakika watakao kukabidhi zile pesa, already your mind will be
transformed tayari mawazo yako yatakuwa and it yamebadilishwa, will be renewed yatakuwa yamefanywa upya by the standard of the life that you are living at that time. kwa kiwango cha maisha unaoishi kwa wakati But huu. they cannot take you from the village and give you 1 million or 2 million or 3 million. You die. Hawezi kutoa kijijini wakakabidhi milioni 1, milioni 3, itakuua. Some of them, they married even 10 wives. Wengine wao wakikabidhiwa na wao wake 10, And you begin to buy a car. anza kununua gari. You buy a car and you have 1 million and you're buying a car of 800,000. Uko na milioni 1 unanunua gari la 800,000. And that car even fueling, you just wear it for 1 month and the money is finished. Na hata kuiweka ile gari mafuta utaweka mwezi mmoja na hiyo So pesa they itakuwa. want to work on your mind. Wanatendea kazi mawazo yako Because your mind must be disciplined kwanza, mawazo yako yapate nidhamu to appreciate that atmosphere. ili ufurahie, anaweze kukubali hiyo hali ya anga. And this is what happens when we give thanks to God. Hii ndio hufanyika tunapomshukuru Mungu. Even when God blesses you with a lot of money, Hata wakati Mungu atakubariki na fedha nyingi, you will not run away from Him. hautamtorokea, You will not stop coming to church. hautaacha kuja kanisani. Oh, God has given you just 100,000, Oh, Mungu amenipa 1,100,000 and you bought a new motorbike. na tayari unanunua motorbike. And when Pastor Baraza is coming here on Sunday, Wakati mchungaji bado anakuja hapa Jumapili, he's meeting you there in faith, carrying people on Sunday. anakukuta pale sasa uko katika ile biashara ya bodaboda And Jumapili. telling Pastor, Sundays are the good day. These are my good days. Sunday ndio inakuanga imeiva, ndio siku nzuri. Sundays they pay well. Sunday inalipa vizuri. And that money, it is God who gave you that money. Na Mungu ndiye alikupa zile fedha. But because you are not disciplined in your mind, Lakini kwa sababu mawazo yako hayajatiwa nidhamu, it is pulling you away from the presence and the will of God. inakuondoa katika uwepo na mapenzi ya Mungu. So thanksgiving teaches us how to discipline our thoughts. Shukrani inatufunza kutia nidhamu mawazo yetu. Number 4, Jambo la 4, if you are counting, remember I'm about finished. kama unahesabu niko karibu kutamatisha. It gives us the posture of humility. It gives us the posture of humility. Inatupa ile hali ya unyenyekevu. It humbles us. Inatunyenyekeza. I was telling the church this morning when I was preaching in Judah this morning. Asubuhi ya leo nilipokuwa nahubiri Juja, niliambia kanisa. I was talking about the broken contrite spirit. Nilikuwa nahubiri kuhusu moyo mnyenyekevu na uliyebondeka. The rather to go up, Njia ya kupanda juu it is to be humble. ni kunyenyekea. But the ladder to bring you down, Lakini ngazi ya kukushusha it is pride. ni kiburi. Pride comes before fall. Kiburi huja kabla ya mwanguko. And humble person Mtu aliye mnyenyekevu knows he cannot do anything on his own. hujua hawezi fanya kitu peke yake. Because humbleness helps us to appreciate God and to be in this level and in the fellowship of God with what we have. Maana unyenyekevu tufunza kuwa kushuka na kuwa katika kiwango tulicho nacho katika uwepo wa Mungu. And thanksgiving humbles us. Shukrani hutunyenyekeza. And number 5, Jambo la 5, it reduces anxiety. hupunguza ile wasiwasi na hofu. I don't know whether you have ever given somebody money. Sijui kama umempa mtu pesa. And ukimpa tu, when you give him money, even he doesn't wait you to tell him goodbye. Hata hangojei umwambie kwa heri. He's running like somebody who have seen a snake. Anakimbia kama mtu ambaye ameona nyoka. And even holding the money because he feels like the money is going to lost on the way. Anashikilia maana anaona kama zile pesa zinaweza toroka Anxiety. au aporwe. Ile hofu, wasiwasi. I was once in a row class. Siku moja nilikuwa katika kile kiwango cha chini. I was so broke. Nilikuwa nimefilisika. And I remember I met with a person and gave me 50 shillings. Nikakutana na mtu akanipa shilingi 50. That 50 shillings was like $1 million to me. Hiyo 50 kwangu ilikuwa kama milioni 1. I put it in my pocket. Weka kwa mfuko. And I went home holding it. Nikaenda nimeishikilia. Because I could feel like it can Nilikuwa na hisi inaweza it can fall down. Inaweza ponyoka ianguke. And when I get home, the first testimony was to tell my wife, I have 50 shillings. Nilipofika nyumbani kitu ya kwanza niambia mke wangu, niko na 50 kwa mfuko. Because I could feel this is a lot. Maana nilikuwa na hisi hiyo ni pesa mingi. Anxiety. Ile hofu. There are people that go
God will bless here. Kuna watu ambao Mungu atabariki hapa. Telling you this word so that when God takes you to another level. Na kuambia hii ili Mungu akikupeleka kiwango kingine. Because I see blessed people here. Maana naona watu waliobarikiwa hapa. I see the big businessmen and women here. Naona wake waume wa Mungu wafanya biashara wakubwa. I see cars in our midst. Naona magari miongoni mwetu. I see big businesses here. Naona biashara kubwa hapa. The only thing that can help you, kitakacho kusaidia tu, it is to give God that it's to have a thanksgiving heart, ni kuwa na moyo wa shukrani kwa Mungu, so that you can reduce the anxiety. ili upunguze ile hofu na wasiwasi. Because sometimes anxiety hinders us from knowing who we are. Wakati mwingine hofu na wasiwasi inatuzuilia kujua sisi ni akina nani. And that's why Paul is saying in Philippians chapter 4 verse 6. Paulo anasema katika Wafilipi 4 sura ya 4 mstari wa 6. Be anxious for nothing, msiwe na hofu ya lolote but lile, in everything by prayer lakini katika kila kitu katika and maombi supplication na dua na sala with thanksgiving, pamoja na shukrani, let your request be known unto God. wacha hoja zenu zikajulikane kwa Mungu. He's talking about three things. Nina kuhusu mambo matatu. He's talking about anxiety. Nina kuhusu hofu. Anxiety ni ile hali ya wasiwasi. Wasiwasi mingi. You feel like somebody is coming to steal you. Unasikia kama mtu anakuja kuiba. Do I give you a secret of protecting mali zako? Do I give you a secret of protecting your properties? Unataka nikupe siri ya kutunza na kulinda mali yako? I've never lost money in my life. Sijawahi poteza pesa maishani mwangu. I've never lost anything in my life. Sijawahi poteza kitu maishani mwangu. Sijawahi chotwa kitu na wale watu wa madeni kwa sababu mimi nimetoka kwa madeni. I've never been in that scenario. Sijawahi kuwa katika hali hiyo. Because I've come to know one secret. Maana nimekuja kujua siri moja. That for me to protect what I have. Kwamba mimi kuchunga na kulinda nilicho nacho. You know the anxiety ni ile, it is that altitude. Ni ile nia fulani. Even when you're sleeping, you can close your door with the top, the rock, the top one, the middle one, the down one, and even you put the chair and the bed. Napolala umefunga mlango, pale kuna koji na ingine pale na chuma katikati, alafu unasongesha viti. And even when you're sleeping putting machete under your head. Na unapolala umeweka panga chini ya kichwa. Because you're fearing somebody may come and steal from you. Maana unaogopa mtu anaweza kuja akuibie. And even those things that you're protecting, they are not even worth the 10,000. Na vitu zile ambavyo umewekea ulinzi wote hata zitoshinda 10,000. But the energy you are spending closing and putting chair and beds. Lakini nguvu unazotumia kuweka chuma mlango hata and stretching your family to help you lift the chair and put on the door. Na kila jioni unaita familia yote msukume ile kiti kubwa ifunge mlango. Because you're trying to protect something small. Maana unajaribu kuchunga na you can fight on that anxiety. Unaendelea because anytime you give God thanks, He protects you and whatever you have. Maana kila wakati unapomshukuru Mungu anakulinda na chochote ulicho nacho. God said to Abraham, Mungu akamwambia Ibrahimu, that I'm going to bless you. Kwamba nitakubariki. Not only blessing you, na sio tu kukubariki, but I'm going to make you blessing to other people. Nitakufanya uwe baraka kwa watu wengine. And I believe you're going to become blessing to other people. Na mimi nitakuwa baraka kwa watu wengine. Because whenever you begin to know that whatever you have, it is not yours. Maana utakapoanza kujua ulicho nacho sio chako. I don't care when they come and steal my TV and steal my chair and steal whatever I have. Sijali kama watakuja wachukue runinga, wachukue viti na chochote kingine nilicho nacho. They are not stealing from me. Sio mimi wanaibia. They are stealing from God. Wanamuibia Mungu. Because whatever I have, maana chochote nilicho nacho, it belongs to God. Ni cha Mungu. And where is your money? Your money. Na where is your money? Your money. Mbona pesa zako ni zako? That's why you lost money. Ndio maana unapoteza pesa zako. Sometimes you go to matatu. Wakati mwingine unaingia matatu. You give 100 shillings. Unapeana 100. And the next minute you are asking change. Na unapouliza urudishiwe change. And you begin to quarrel with the conductor because he says even you have not paid. You are asking for change na hujalipa. Unapojaribu kubishana na makanga na kuambia hata haujalipa na unaitisha change. You are embarrassed. Unafanywa aibu. You go to town. Unaenda mjini. They snatch your phone. Wanakuinyang'anya, wanakupokonya simu. Sometimes let me tell you one thing. Hebu niwaambie kitu. If you iron your clothes, ukipiga pasi nguo zako and you burn it with the iron box, na uchome na ile pasi, that is an assurance you don't give time. Hiyo ni ishara huwa hulipi. Because that is an open door of devourer. Huo ni mlango wazi wa mharibifu. Because God will protect everything that you have.
Maana Mungu atalinda kila kitu ulicho nacho. He says that I'll bless the work of your hands. Anasema atabariki kazi ya mikono yako. I'll bless you when you go out and when you come in. Nitakubariki unapotoka na unapoingia. When in the field and when in the house. Ukiwa mtaani, mjini ama kwa nyumba. And all that you have. Na chochote ulicho nacho. So if you have that problem, kama uko nayo shida, you don't give tithe. Hautoi fungu la 10. Begin to give tithe. Anza kutoa fungu lako la 10. And sometimes you iron the clothes. Unajua wakati mwingine I have ever ironed with a very hot iron. Nimewahi piga pasi na pasi iliyo moto sana. It showed me the indication of burning. The Holy Spirit showed me it is going to burn. Inanionyesha inataka kuungua. But it didn't burn. Lakini haikuchomeka. Because I give God what belongs to God. Maana kila wakati nampa Mungu kilicho chake. If your house is full of chemistry, kama nyumba yako imejaa madawa kama chemistry, you have all kind of medicines. Una madawa za aina yote ya joto, ya baridi, until you have become the nurse on your own. Mpaka umekuwa daktari wako binafsi. You don't need even to ask a doctor. Ukiona mtoto kwa unajua hiyo ni naitaka ajili hapo. Unajua dawa mtoto akifanya kidogo hivi unajua ni dawa gani anahitaji. If you see mtoto anakaa kizunguzungu English. If you see a child understanding kwa Muingereza unajua dawa yako. You will know the kind of medicine. You don't need to go to chemistry and give description. You just go tell him give me this and that. Hata hauhitaji tabibu akuelezea, unajua akifanya hivi anahitaji dawa fulani. That is an indication you don't give tithe. Hiyo ni ishara hautoi fungu lako la 10. Because the Bible says he will rebuke the devourer. Maana Biblia inasema atakemea mharibifu. And Paul is saying, Paulo anasema that be anxious of anything. Usiwe na wasiwasi na hofu ya chochote. Sleep at night very peaceful. Lala kwa amani usiku. Knowing sure that your blessings, your properties and everything that you have is protected by God. Ukiwa na uhakika kwamba vitu vyako vimelindwa na Mungu. They are protected. Zinalindwa. You know, prayer means that you're having fellowship with God. Prayer means it's having the fellowship with God. Maombi ni kusema kwamba una ushirika na Mungu. And in thanksgiving. Katika shukrani. And he said, when you do those things, anasema unapofanya hayo mambo, your prayer, maombi yako, your request, hoja zako will be known to God. Zitajulikana kwa Mungu. Sometimes we sumbua men of God by asking them to pray for us. Wakati mwingine tunasumbua watumishi wa Mungu kuwaambia watu waombe. Oh, pray for my business. Omba biashara yangu. Oh, pray that I may get job. Omba nipate kazi. Oh, pray that I may have this. Omba nipate hiki na kile. And these men of God you see here, they are genuine. They pray for you. Hawa watumishi wa Mungu walio hapa ni wa ukweli, huwa wanawaombea. But God in heaven look at you and say, lakini Mungu akiwa mbinguni na kuangalia na kusema, if I give him that, nikimpa hicho, it will take him away from me. Itamondoa kwangu. If I give him that, nikimpa hicho na itisho, it will make him to run away from me. Itamfanya anitoroke. And God in heaven say, okay, let me wait for him to mature. Mungu anasema wacha nimngojeni msubiri akomae. He's still a baby. Bado mtoto mchanga. He's still crawling and bado anatambaa and eating soil and na mchanga na kila kitu anapata kwa njia and pooing on himself. Na anajiharibia. I want him to grow up. Nataka akomae. Then I'll give him what he has. Alafu nitampa kila ambacho ameniitisha. Because God is faithful. Maana Mungu ni mwaminifu. He says in this thing anxiety, prayer and supplication and that's giving all our prayer. Anasema katika haya yote hofu, nini na shukrani, maombi yetu yote will be known unto him. Yajulikane kwake. And finally, la mwisho, it erodes envy. Huondoa ile kijicho. You know, sometimes when you give thanks to God, wakati mwingine unapomshukuru Mungu, it will stop you feeling envy when other people are being blessed. Itakuondolea ile jicho ya kusikia kijicho na wivu wakati wengine wanabarikiwa. I said to somebody the other day, nilimwambia mtu siku nyingine, that when you see God blessing the person next to you, unapomwona Mungu akibariki mtu aliye karibu na wewe, be happy. Furahi. Because it means that God is in that neighborhood. Inamaanisha Mungu katika mazingira yale. I need to celebrate when I see my brother is being lifted up. Ninafaa kufurahi napoona ndugu anainuliwa. Because I know God is not far away from that. Maana najua Mungu hayuko mbali sana na mimi. And Paul said in 1 Corinthians chapter 13 verses 4. Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 4. He said love suffers long. Paulo anasema kwamba upendo huvumilia. And is kind. Na ni mpole. Love does not envy. Upendo hauoni wivu. Love does not parade itself. Upendo haujipendekezi. It is not puffed up. Haujiinui. So whenever God gives you something,
Mungu anapokupa kitu, You know, I don't want to mention people's name, but I've ever prayed for people and God blesses them. sitaki kutaja watu lakini nimeombea watu na Mungu akawabariki. And even that person who came to me when he doesn't have, Mtu ambaye alikuja kwangu wakati hakuwa, I laid hand on him and I declare some words over his life. ninamtenea maneno na mwekelea mikono, natangaza maneno maisha And yake. now when he's coming to me, when he's talking, when he's shaking the shoulder like this, Wakati amebarikiwa na kuja na tingizo mabega hivi, and even trying to advise me how God can change things if I do this and that. na ananiepea mawaidha, mashauri vile Mungu atanibariki nikibadilisha mambo na kufanya hivi, Puffing up. akiwa ana kiburi, kujiinua. Let me tell you one thing. Hebu nikuambie kitu, If the altar of God blesses you, the altar, kama madhabahu ya Mungu yatakubariki, that blessings baraka hizo are living under the grace of that altar. zinaishi, hizo baraka zitadumu chini ya upako na neema iliyo chini ya yale madhabahu. And I'll finish by telling you this. Nitamaliza kwa kukuambia hivi, If this altar, here now we are standing Kabete Church, kama madhabahu ambayo tumesimama Kabete Church has ever blessed you, yamekubariki wewe, and you have ever seen God doing tremendous things in your life through the prayer that were made in this altar, na umeona Mungu akitenda maajabu kupitia maombi yaliyofanywa katika madhabahu haya, your blessings baraka zako and all that you have na chochote ulicho nacho are living by the grace of this altar. itadumu kupitia neema iliyo chini ya madhabahu. Anytime you disconnect yourself with this altar, Wakati wote utajitenganisha na hayo madhabahu, you disconnect yourself from the grace. unajitenganisha na ile neema ambayo inakufanya kufaulu. This is the word of God. Hilo ni neno la Mungu. And that's why Paul said, Ndipo Paulo akasema, he said to Timothy, akamwambia Timotheo, that I love you, Timothy, kwamba nakupenda Timotheo, because you are my son. maana wewe ni mwanangu, And by the grace na kwa neema and the gift that you received, na karama uliyopokea after I laid the hand of you, baada ya kukuwekelea mikono, let it continue taking you to the other level. wacha ikupeleke katika kiwango kingine. Because I'm telling you this morning, Maana nakuambia hivi, I'm sincerely telling you, ninakuambia kwa moyo wazi, this altar kwamba madhabahu haya carries all that you need in life. ndio inabeba chochote Those unachohitaji things maishani. that you are struggling with in life, Mambo unayong'ang'ana nayo maishani, submit here. ziweke hapo kwa madhabahu, Submit here. yaweke hapo, And you will see the faithfulness of God. na utaona uaminifu wa Mungu. God have taught me all these things hard way. Mungu amenifunza haya mambo kwa njia ngumu. For 17 years, Miaka 17 I was under somebody. nilikuwa chini ya mtu fulani, My spiritual father who raised me up. baba yangu akiwa aliyenikuza When I was a spiritual babe, nilipokuwa mtoto wa and kiume, I didn't know how to pray, wakati sikujua jinsi ya he taught me how to pray. akanifunza He taught me how to give. akanifunza jinsi ya And kupenda. even the time when I was asking him that I want to go and start work that God has called me to do, Na wakati nilikuwa namuuliza nataka kwenda kuanza kazi, I was faithful to him for 17 years. nilikuwa mwaminifu kwake kwa miaka 17. I never disobeyed him. Sikuwahi kumkosea I heshima, never missed the service sikukosa ibada, unless I have an issue ijapokuwa niko na kitu maalum that is unavoidable. ambao siwezi nikaepuka. If I am not working, Kama sifanyi I kazi, don't have money to give tithe and offering, kama sina fedha za kutoa fungu la 10 na sadaka, I could offer myself to work in the church. nilikuwa najitoa kufanya kazi ya kanisa, Clean up the church, kudeki kanisa, work on the compound, kufyeka kanisani, take all the weeds, the weeds outside there, kung'oa peke zinazomea karibu na kanisa, and I know I could give God what I want. na nilipea Mungu chochote And when the time came to marry my wife, wakati ulipofika wa kumwoa mke wangu, I didn't have money. sikuwa na fedha. It was just some few months after I finished the college. Ilikuwa miezi michache baada ya kumaliza chuo. And I prayed to God and told God, I don't have money, but I have worked in your house. Nikamwambia Mungu, sina fedha lakini nimefanya kazi nyumbani mwako. But 3 months to a wedding, Miezi mitatu kabla ya harusi, I was employed to one of the NGOs, Syngenta. nikaandikwa kazi na mojawapo kampuni ya kigeni iliitwa Syngenta. And they paid me good money. I was earning over 150,000 per month. Wakanilipa zaidi 150 kwa mwezi. And 70% of my wedding, Na 70% ya harusi yangu I sponsored it myself. nilisimamia mimi mwenyewe, Because the hand of God was with me. maana mkono wa Mungu ulikuwa pamoja nami. And I'll finish by telling you this. Natamatisha kwa kukuambia hivi, That God purposed you to be here today. Mungu alikusudia uwe hapa siku ya leo, Because I've given you the keys of the things that you need to do in your life. maana nimekupa funguo ya mambo napaswa kufanya maishani Because mwako, we are blessed.
maana tumebarikiwa. We are not supposed to be where you are now. Hatufai kuwa mahali tulipo You know, sasa. some of you are living somebody else's life. Unajua wengine wenu mnaishi maisha ya watu wengine. Some of you need to be driving your own cars. Wengine wenu mnafaa kuwa mnaendesha magari zenu. Some of you need to be having your own houses and your own lands. Wengine wenu mnafaa kuwa na manyumba zenu, boma zenu sasa. But all those things has been stolen by the enemy. Hizo zote zimeibwa na adui. And the enemy just want to take you around the bush. Na adui anataka kuzungusha tu mizunguko. And even when he is about to give you solution, the enemy, na wakati ako karibu kukupa suluhisho, he's giving you the condition which is worse than even the problem that you are in. Anakupa hali iliyo mbaya kuliko ile uliko sasa. But I've come to tell you tonight, nimekuja kuambia siku ya leo, that learn to give God thanks. jifunze kumpa Mungu shukrani. You may not have money to give, Huenda hauna pesa za kupeana, but you have hands and you can able to do something in the house of God. uko na mikono na unaweza fanya kitu katika nyumba ya Mungu. You are working, Unafanya kazi and you're not paying tithe, you're not offering, na ulipi fungu la 10 hautoi sadaka, and even the one that you give is you are not faithful. na hata ile unatoa hauko mwaminifu. You are a witchcraft Wewe ni mchawi to your own progress. kwa ajili ya maendeleo yako mwenyewe. I'll say it again. Nitarudia, If you're working, kama unafanya you kazi, have the business, uko na biashara and you don't give God tithe and offering, na haumpei Mungu sadaka na you are a fungu, witchcraft wewe ndio unajiroga. of your own Wewe mwenyewe ndio unajiroga, progress. unaroga mafanikio yako. But I've come to tell you tonight, Lakini nimekuja kuambia siku ya leo, as we celebrate the 2 years of faithfulness of God, tunaposherehekea miaka miwili ya uaminifu wa Mungu, we need to tell God thank you. tunahitaji kumwambia Mungu asante. And before I finish, because I've finished, Kabla sijamaliza, kwa sababu kabla nimalize, kwa maana sijamaliza, I feel there is something that God is ministering to me. na hisi kuna kitu Mungu ananinenea. There are people that God wants to take them to another level. Kuna watu Mungu anataka kupeleka kiwango kingine. I am not a prophet of doom. Mimi sio nabii wa uharibifu. I don't say things that I'm not sure of. Sisemi mambo ambayo sina hakika Because nayo. tomorrow, next year, but when you be here, Maana kesho, mwaka ujao na ule mwingine utakuwa hapa, and you'll judge my words. na utahukumu maneno yangu. Because if it is not true, it will not come to pass. Maana kama si ukweli haitatendeka. But I feel there are people that God wants to take them to another level. Na hisi kuna watu Mungu anataka kupeleka kiwango kingine. But God wants you to do something Lakini Mungu anataka ufanye kitu that He may take you to another level. ambaye itakupeleka kiwango kingine. And my request that I want to put to you, Kuna ombi nataka kuletea. I want to be part of the elevation that God is about to do in this church. Nataka kuwa sehemu ya ule muinuo Mungu anataka kulinua hili kanisa. I don't just want to be outside and watching, but I want to be part of it. Sitaki kuwa nje nikitazama, lakini nataka kuwa ndani nikiwa sehemu yake. I feel God telling me that we need to buy the podium for this church. Na hisi Mungu akiniambia tunafaa kununua madhabahu kwa ajili ya kanisa hili. How do you see it when somebody is preaching and is just moving around taking the Bible? Na hana mahali pa kuwekelea Biblia palipoinuka. I want people that will walk with me this journey. Nataka watu watakaotembea nami katika safari hii. I'm not asking you, but I want to be part of it. Sikuulizi, lakini nataka mimi niwe sehemu ya hilo jambo. And I want us to buy the podium for this church. Nataka tununue madhabahu ya kanisa hili. I want people who will say, yes, man of God. Nataka watu watakaosema ndio mtumishi wa Mungu. I'm not asking you for money now, Sikuulizi pesa sasa, but I want you to put your hand up nataka unyoshe mkono wako as a sign of covenant. ishara ya kwamba ni agano. Remember, you lift up your hand. Ukumbuka, ukiinua mkono wako, If you not do it, kama hautafanya, you are becoming a witchcraft for your own progress. wewe mwenyewe utakuwa unaroga maendeleo yako. Do you know what the Bible says? Najua Biblia inasema nini? That woe unto foolish Ole wake yule mpumbavu who make a vow and they don't fulfill the vow. ambaye anafanya nadhiri na hatimizi. Aya. I want us to buy a good podium for this church. Nataka tununulie kanisa madhabahu mazuri. And the good podium that we can buy for this church. Madhabahu mazuri tunaweza nunulia hii kanisa. Because I want to be remembered. Maana nataka kukumbukwa. No, don't remember me, but remember what God is going to do. Nataka tukumbuke kile Mungu atafanya. I want to give my 2,000. Natoa elfu zake 2. Who else is joining me? Nani mwingine anaungana nami? Unainua mkono unasema ni ngapi? Can somebody help me to note this? Mtu anisaidie kunakili haya, Because I will follow it up. maana nitaifuatilia. Hey, mumeweka mikono chini tena? Tena nimerudisha Okay, mikono. if you want to put it down, put it. It is not by force. Ukitaka Kama kuweka utaki weka chini. kama utaki kuweka weka. No, I'm not condemning you because your hand is down. Sitakuhukumu kwa sababu mkono wako uko chini. But watch these people.
Lakini tazama hawa watu and tell me in the next 3 months na uniambie miezi mitatu what will ijayo happen to their lives. nini kitatendeka maishani mwao. Somebody to help me later. Mungu anisaidie. Put my 2,000. How much are you giving? Take the name and 1,000 here. Hata zikienda 50,000 tutafuta hiyo kanisa na leo. The name? Elizabeth 500. Elizabeth 500. Jane Nyawira 500. 500. Hiyo ni kutoka Ngong. Ruth Atieno Jen Nyawira 500. 500. Ruth 500. Nani mwingine? Evelyn 500. Enda hapa. Brother Joe, please take for me this. Yeah, put it in your book because you una remain na hiyo record. Andika kwa kitabu yako alafu tutapea overseer. Chukua hizi. Haya, hii utakopi ndio kwa sababu ya time. Tulikuwa tumefika wapi? Enda kwa mtu anakuambia. Mrs. Pastor. Na hiyo unavunja keki. Hiyo ni keki. Unavunja keki. Enda kwa mtu unaandika. Ukivunja hii tunakula wewe leo. Ukachukua. Okay. Ikikata tu ni sawa. How much? Ungewapea waandike ama sawa. Sawa. Jina na fedha. James. Kata hiyo. Hii ni yetu. Haya, andika mama pale.
Bless them today. Na wabariki leo. And I declare they are blessed. Na tangaza wamebarikiwa. In Jesus' mighty name. Katika jina kuu la Yesu. Before I finish, I want to request Pastor Baraza and the family and the wife and the children to come here. I want to pray for them. Ningependa kuuliza mchungaji Baraza na watoto wao na mke wake na familia yake yote waje hapa, nataka kuwaombea. A man of God, I think we need to send this money, yeah? Kuna hii number si? Yeah. If you put on this number, imefika. Ukituma kwa hiyo pesa itakuwa imefika. If you have the money now, you can give it here, jina lako liondolewe. If you don't have it, you can take that number and send it at your own time. Ukiwa na hiyo pesa unaweza peana, kama hauna utatuma kwa hiyo namba. But I want to give you like a month. Kuwapa pengine mwezi mmoja. A month is okay, we clear up the deal, or a week. Mwezi mmoja ni mzuri tumalize hiyo mambo. Okay, 1 month. Mwezi mmoja. 1 month. Hiyo nyingine imekuja 18K. 18,000. So 18,000 is not enough for the amplifier. Just we shall boost it. Like from 12,000 to 15 it's a good one.